kuboresha ubunifu na teknolojia katika sekta ya afya. Kutakuwa na kongamano la siku 7 ambalo litapa fursa wadau wote kujadili matumizi ya telemedicine, mifumo ya kidijitali ya afya na mbinu nyingine za kisasa katika utoaji wa huduma za afya, lakini pia kuhamasisha ushirikiano katika serikali na sekta binafsi PPP. Tunatumia jukwaa hili kuvutia uwekezaji katika sekta ya afya, kujenga miundombinu bora ya hospitali na kuongeza upatikanaji wa vifaa tiba vya kisasa na dawa za kisasa. Kuimarisha mazingira ya kazi kwa wafanyakazi wa afya. Natambua kwamba changamoto wanazokumbana nazo wahudumu wa afya ni kubwa na zinahitaji kufanywa kazi na tunazifanyia kazi. Ndio maana Zanzibar Afya Week ya 2025 itaweka mkazo kwenye afya ya akili na ustawi wa wafanyakazi wa sekta ya afya. Wageni waalikwa, kwa mwaka huu Zanzibar Afya Week 2025 itafanyika Unguja na Pemba. Pemba shughuli zitaanza kwa siku 2 za matukio makuu matatu. Kutakuwa na matembezi ya afya huko Pemba, kutakuwa na kliniki za afya kwa siku 2 na kongamano la fursa ya sekta ya afya. Unguja, katika kisiwa cha Unguja, shughuli zitadumu kwa siku 7 mtawalio kuanzia tarehe 4 Mei hadi 10 Mei 2025, ambapo kila siku itakuwa na mada maalum na mijadala kuhusu uboreshaji wa sekta ya afya Zanzibar. Kipekee kama wizara tuchukue nafasi hii kuweza kushirikishwa katika wiki hii ya afya Zanzibar ambayo inatarajiwa kufanyika tarehe 4 mpaka 10 mwezi Mei, na imekuwa ni bahati sisi afya tumeadhimisha tarehe 4, ilikuwa tarehe 4 mpaka tarehe 8. Kwa nafikiri kama wizara ya afya bara tuna mengi ya kuweza kushare na nyinyi ili kuweka jambo hili likamilike kwa ukamilifu wake. Kipekee nichukue nafasi pia kutambua, nilikuwa nikisema malengo matano mahususi, hususani wanavyosema uelewa swala la afya. Tunajua afya ni mtaji, afya ni msingi. Yote haya tunayafanya kwa sababu ya uwepo wa afya. Lakini pia wamegusia swala zima la utalii wa afya. Tumekuwa tukizungumzia swala zima la medical tourism. Na ukiangalia kama nchi, kama sekta, kutokana na mabadiliko ya sasa na teknolojia, lazima sasa tufikie kwenye hatua ya kuhamasisha masuala ya medical tourism. Tukio hili muhimu ambalo linatoa dira katika sekta ya afya kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini kwa upande wa pili mwangwi huo unakuja kwetu sisi kwa maana ya Tanzania bara. Sisi kama jiji la Dar es Salaam, la kwanza ni kuunga mkono kampeni hii au mpango huu ambao kimsingi unakwenda kutoa taswira na majibu katika kutatua changamoto za eneo hili la afya, lakini pia kuleta tija katika utoaji wa huduma za afya. Kuhakikishie Mheshimiwa Waziri, sisi kama jiji la Dar es Salaam tutakuwa wa kwanza kusapoti mpango huu na tuko tayari. Waingereza wanasema we are ready by yesterday, not even today. Kwa hiyo tuwahakikishie hilo. Lakini tunatambua juhudi kubwa ambazo zinafanywa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuboresha huduma za afya. Na kwa msingi huo sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tunalo somo pia la kujifunza katika kuendelea kuboresha huduma za afya ndani ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam.
Kwa niaba ya watendaji wa Wizara ya Afya Zanzibar, naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na siku yetu hii muhimu kufika kwa salama. Pia nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyote katika tukio hili muhimu la uzinduzi wa maandalizi ya Zanzibar Afya Week mwaka 2025 hapa jijini Dar es Salaam. Na kwa ufupi, Zanzibar Afya Week ni wazo la Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo na kampuni binafsi ikijumuisha Zenji Zuri na Equinox, zote ni kampuni za hapa Tanzania. Na lengo kuu ni kuunganisha jamii, sekta binafsi, wadau wa maendeleo, taasisi mbalimbali katika swala zima la kuboresha afya nchini kwetu Tanzania, hususan Zanzibar. Lakini kuna swala muhimu sana au mahususi ni kukuza utalii wa tiba na kuhimiza matumizi ya ubunifu kwa matumizi ya teknolojia za kisasa katika sekta ya afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyotambulishwa, jina langu naitwa Dr. Mohamed Musa Mang'una, ni mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Nichukue fursa hii kwanza, awali ya yote, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutuweka salama salimin tukiwa na afya njema wote kwa ajili ya kutekeleza majukumu mbalimbali ya taifa letu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, nichukue fursa hii kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini vile vile kwa niaba ya katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam kuwakaribisha wenzetu katika mkoa wa Dar es Salaam kwa ajili ya kufanyika hafla hii. Mkuu wa mkoa na taarifa na amenituma nije nilete salamu nyingi sana, hasa kwa kuwa na wazo hili la kuwa na wiki ya afya Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie fursa hii pia kupongeza juhudi kubwa sana zinazofanywa na viongozi wetu katika kuimarisha sekta ya afya katika nchi zetu hizi mbili. Kusema hivi nina maana ya kupeleka salamu nyingi sana kwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vile vile kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye ni Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kwa juhudi, maono na fikra zao kubwa sana katika kuendeleza sekta yetu katika nchi hizi mbili. Juhudi zao, Mheshimiwa mgeni rasmi, zinapelekea pia katika kuzifanya nchi zetu kuwa kitivo kikubwa, kitivo hasa cha tiba utalii katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki na Kati, na hili tunalishuhudia wote sasa hivi. Mkoa wa Dar es Salaam kama tunavyofahamu una taasisi karibu 4 kati ya 6 ambazo zipo katika mpango mkakati wa Wizara ya Afya Tanzania Bara wa kuendeleza tiba utalii. Na ni imani yangu kwamba kwa ukaribu uliopo kati ya Dar es Salaam na Zanzibar tutaweza kushirikiana kwa karibu katika kuendeleza sekta hii, hasa eneo la tiba utalii. Expertism iliyopo Tanzania Bara kwa maana hizi taasisi zilizopo katika mkoa wa Dar es Salaam na expertism iliyopo Zanzibar, na imani kwamba tukiziunganisha kwa pamoja, basi kama nchi iliyo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutaweza kuwa katika nafasi kubwa hasa ya kupeperesha bendera ya mataifa yetu katika nchi nyingine hata zaidi ya ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Mwaka huu tarehe 4 Mei mpaka tarehe 10 Zanzibar ikijumuisha visiwa vya Unguja na Pemba, tunatarajia kuwa na maadhimisho ya Zanzibar Afya Week yenye kauli mbiu kuendeleza afya, ubunifu, ustawi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Lakini Kiingereza tunasema Advancing Health, Innovation, Wellness in Zanzibar. Kauli mbiu hii inaakisi dhamira ya serikali zetu zote mbili, ile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
na serikali ya Zanzibar katika swala zima la kuimarisha huduma za afya kupitia ushirikiano wa sekta mbalimbali na uwekezaji endelevu. Tukio hili linalenga kuhamasisha ushiriki wa wadau mbalimbali kutoka sekta ya afya, mashirika ya maendeleo, taasisi za elimu na jamii kwa ujumla. Ndugu viongozi na wadau wa maendeleo na waandishi wa habari, katika kuandaa na kutekeleza Afya Week tunalenga mambo makubwa manne. La kwanza ni kutoa fursa kwa wadau kushiriki kamilifu katika shughuli zote za wiki moja, yani za kuanzia tarehe 4 mpaka tarehe 10 mwezi Mei. Pili, kuhamasisha ushiriki katika kuchangia fedha na rasilimali zitakazowezesha maandalizi na utekelezaji wa maadhimisho haya. Tatu, ni kualika kushiriki katika maonesho, warsha, utoaji wa huduma kwa jamii na midahalo mbalimbali ya kitaaluma iliyojikita katika sekta ya afya hapa nchini. Na mwisho, kutambua rasmi wadhamini, watu mbalimbali na wadau wetu kupitia utoaji wa vyeti vya shukurani katika kutambua mchango wao katika sekta ya afya kwa kipindi chote cha miaka 40. Malengo mahususi ya Zanzibar Afya Week ni matano. Ya kwanza, kuongeza uelewa wa afya kwa jamii kupitia elimu kinga na huduma za uchunguzi wa wagonjwa, yani promoting public health awareness and screening. Pili, kukuza utalii wa tiba ili kuongeza mapato na nafasi za ajira kwa nchi yetu na kwa vijana wetu, yani promoting medical tourism in Tanzania, Zanzibar particular. Tatu, kuhamasisha matumizi ya teknolojia kwa kuonesha ubunifu katika sekta ya afya. Kwa upande wa Zanzibar tumekuwa na matibabu ya neurosurgery yanafanyika hivi karibuni, na huko nyuma matibabu haya tumekuwa tukipeleka wagonjwa wengi sana nje, lakini kwa kushirikiana na wataalamu kutoka nje na wale wataalamu wetu wazawa, ili swala limekuwa likifanyika hapa nchini kwetu. Lakini vile vile katika healthcare innovation hiyo kuna swala la Cath Lab, uwekezaji ambao unafanywa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na tunatarajia muda si mrefu huduma zitaanza kutolewa. Na Cath Lab ni uzibuaji wa mishipa ya damu na moyo kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Lakini vile vile kuna matumizi ya mitandao, yani system, ICT system kama EMR, kutumia unique identifying number, ambapo mwananchi wa Zanzibar ataweza kwenda hospitali yoyote akaonesha namba yake, then rekodi zake daktari anaweza akaziona na kuweza kuendelea kwa matibabu yake haraka iwezekanavyo.